Na moja kwa moja toka Dodoma, Tanzania. Hujambo na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Miongoni mwa habari muhimu ambazo tunazo ni pamoja na afisa ardhi Ifakara auawa kinyama huku watuhumiwa wawili wakishikiliwa na jeshi la polisi. Wakulima wakumbushwa kuhusu soko la ndani la Mbaazi. Katika habari za kimataifa, takriban watu 930 wamefariki dunia na ugonjwa wa Ebola nchini DRC. Katika michezo, ratiba ya ligi kuu msimu wa 2026-2027 wawekwa hadharani. Naam, karibu katika ulimwengu habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Maliango Mugeta. Mtumishi wa serikali, afisa ardhi katika halmashauri ya mji wa Ifakara, wilaya ya Kilombero, mkoani Morogoro, Zakaria Rashid Malika mwenye umri wa miaka takriban 57 ameuawa mara baada ya kuvamiwa na kujeruhiwa na kitu chenye ncha kali katika mwili wake usiku wa kuamkia leo majira ya sabiri usiku akiwa nyumbani kwake katika kijiji cha kitongoji cha Kapolo CCM kata ya Kibaoni. Jeshi la polisi katika mkoa wa Morogoro limethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kwamba linawashikilia watuhumiwa wawili kuhusiana na tukio hilo. Tupate undani wa taarifa ifuatayo. Ni simanzi na majonzi ndivyo ambavyo vimetawala hapa nyumbani kwa marehemu, na hivi ndivyo ambavyo mwili huu ulivyowasili. Waombolezaji waliopo hapa pamoja na familia wengi wameonekana kuwa na majonzi ya kuondokewa na mpendo wao. Baadhi ya viongozi wa serikali lakini pia jeshi la polisi limezungumzia tukio hili. Tumeogopa kupatikana kwa matukio ya kigeni kama haya ya kikatili yenye picha mbaya na taswira mbaya kwenye jamii, lakini kiuhalisia tumepokea vibaya. Taarifa imetuumiza kwa sababu aliyeondoka ni mtumishi wetu wa halmashauri ya mji wa Ifakara, lakini pia ni mwananchi wa kata ya Kibaoni. Ni mtu ambaye tumeshirikiana naye kwenye majambo mengi ya kijamii. Ni mtu mzuri, mtu ambaye anapendeza kwenye jamii, hana shida wala changamoto na mtu yote. Tulipata taarifa mnamo saa 2:30 usiku hapa kwenye eneo lake. Tukaja kwenye tukio tukakuta tayari waliofanya uhalifu wamekwisha ondoka. Tumemkuta ameanguka, amelazwa kifudifudi, lakini maeneo ya kichwa, nyuma ya kichwa kuna jeraha kubwa ambacho silaha yenye ncha kali ilipita maeneo na kwenye mkono. Kwa taarifa tulizo nazo zaidi ni yeye, lakini mke wake aliguswa kidogo katika harakati za kujiokoa. Kuna ncha kali ilimgusa kwenye mkono, lakini kwenye jamii ambayo kuna kana na nchi hapa iko vizuri sana, wala hana shida. Na ulivyosikia umechukua mafaili ya nini? Kwa wakati ule ndogo yule ambaye tulikuwa na mmoja hapa, hatukuweza kupata sana taarifa kubwa sana kwa sababu wengi walikuwa wanalia, familia nzima, lakini nilichokipata ni hicho tu. Na hapa alikuwa anaishi na nani? Walikuwa nimetoka nyumbani haraka nimefika hapa. Kwa bahati nimefika hapa, kuna askari fulani tulikuwa naye ambaye anaishi katika maeneo jirani na yenyewe, na nilimkuta. Waingia ndani tukakuta mlango wa nyuma umevunjwa na yule mzee na ndio amekatwa mapanga, yuko chini pale. Basi tukaanza kuuliza kwamba kuna kitu gani kimechukuliwa. Walitaja kama ni mafaili tu ambayo wamechukua kwa kipindi hicho hapo. Uchunguzi wa awali unaonyesha chanzo ni mgogoro wa ardhi. Naam, kutoka Morogoro kwa habari ya kusikitisha. Na sasa tunaelekea jijini Arusha ambapo taarifa tunayo ni kuhusu wakulima wa zao la mbaazi nchini wameshauriwa kutokutegemea masoko ya ndani bali na masoko ya nje pekee, lakini katika kuuza mazao yao, na badala yake kuongeza jitihada zaidi katika kuimarisha soko la ndani kwa kuongeza matumizi sahihi ya zao hilo katika lishe, hatua ambayo itakasaidia upatikanaji wa soko la uhakika. Hiyo ni kauli ambayo imeweza kutolewa na mkuu wa wilaya ya Arusha Joseph Mkude wakati wa mafunzo maalum ambayo imeweza kukutanisha wakulima wa zao hilo pamoja na watafiti ambao wamesisitiza kwa namna kubwa umuhimu wa kuongeza tija katika zao hilo, lakini pia kuhamasisha matumizi yake ili kuongeza mahitaji zaidi katika soko la ndani pamoja na kuboresha kipato cha wakulima. Undani wa taarifa hii tunaungana naye Amina Ngahewa. Akifungua mafunzo hayo kwa wakulima wa mbaazi, mkuu wa wilaya ya Arusha Joseph Mkude amesisitiza wakulima hao kuangalia masoko zaidi na kutozingatia soko moja, huku akiwasisitiza kulima kilimo chenye tija cha zao la mbaazi. Soko la ndani, ndugu zangu wakulima, ndio linategemewa zaidi kwa mkulima kuliko soko la nje. Mara nyingi wakulima wenzangu tumepata matatizo katika kutegemea soko la nje.
Yaani mbaazi sisi tunategemea muhindi ainunue wakati fulani. Akikosekana muhindi kununua, tunadhani yeye anatumia, anachanganya na dengu na nani, anapata vitu vya Kihindi. Kumbe sisi tukizani kwamba muhindi ndio anakula tu zile mbaazi na sio sisi, tutakuwa tumekosea. Siku moja muhindi akipata changamoto kule za kutokuja kununua mbaazi zetu, sisi tayari tumeshapata changamoto ya soko. Sasa ni vizuri na mafunzo haya, tunaona vyakula, tutatesti vyakula vyetu katika kula, tutajifunza tumeongeza lishe kiasi gani na lishe inaongezeka vipi kupitia zao la mbaazi. Basi tutaitangaza na kukuza zao la mbaazi, hatimaye tukaishia kupata soko la ndani. Mafunzo haya yanatolewa kupitia mradi wa VACSI katika Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI kwa kushirikiana na Shirika la Kimataifa la Utafiti wa Mahindi na Ngano SIMIT, ambapo wanabainisha kuwa kuwepo kwa mradi huo kumeonyesha mafanikio ya kuzalisha mbegu mpya itakayojibu changamoto ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Na tumekuwa tukiwaambia kwamba mbegu ambazo tunakwenda kugundua zinaenda kujibu changamoto ya wakulima. Changamoto ya kwanza ambayo inakwenda kujibu ni kwa ajili ya mabadiliko ya tabia nchi, ambapo imekuwa ni tatizo, na teknolojia ambayo tunaizalisha ya mbegu mpya itakuwa inajibu changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Mbegu hizi zitakuwa na uwezo wa kustahimili ukame. Lakini mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa yakija na changamoto ya magonjwa mapya pamoja na wadudu, lakini mbegu hizi zitakuwa na ukinzani kwa ajili ya ugonjwa unaosumbua sana mbaazi unaitwa Fusarium mnyauko. Unajua that mbaazi na maharage yanaweza kusaidiana kuleta protini ya kutosha kwa watoto ambao wanaenda shule. Kwa jambo moja tuweze kuwa na serikali ambayo iko mstari wa mbele kuweza kuhimiza utumiaji wa mbaazi katika mashule yetu. Jambo lingine ni kwamba tumeona kuna sera ambazo zina increase consumption. Consumption ni kwamba tunasema tunaweza kuhimiza madini ambayo yenyewe yako kwenye mbaazi. Kwa upande wake, mkurugenzi kutoka kituo cha TARI Seliani ya Arusha anabainisha namna mafunzo haya yatakavyosaidia katika kuwa na kilimo chenye tija kwa wakulima. Kitoka hapa tunaamini kwamba kilimo cha mbaazi kinaenda kuongezeka tija na kinaenda kuongezeka kwa maana kwamba watapanua mashamba, watalima sasa kibiashara zaidi, kwa sababu tumeona kwamba mbaazi inachukuliwa na wenzetu kutoka Kenya, inachukuliwa na wenzetu kutoka India, mpaka nje ya nchi tunauza mbaazi. Kwa hiyo nadhani mbaazi ni zao muhimu sana katika nchi yetu. Kutoka katika kituo hichi cha utafiti wa kilimo mkoani Arusha, mimi ni Amina Ngahewa, Sky TV. Naam, kutoka jijini Arusha, na sasa tunaelekea katika mkoa wa Songwe, katika halmashauri ya mji wa Tunduma wilaya ya Momba mkoani Songwe, ambapo wafanyabiashara maarufu kwa jina la machinga katika eneo hilo wameeleza hofu yao ya kutoweza kupata nafasi katika soko jipya ambalo linajengwa katika eneo hilo, na hii ni kutokana na ushirikishwaji kuwa mdogo. Undani wa taarifa hii tunaungana naye John Kiango. Wakizungumza na Sky TV, wafanyabiashara hao wakiongozwa na kiongozi wao wameiomba serikali kuwapa kipaumbele pale tu ujenzi huo utakapokamilika. Sisi tunaiomba serikali ili soko jipya linavyoanza kujengwa, sisi wa machinga ambao tuko hapa kwa saizi ndio tuwe kipaumbele kupata nafasi pale, kwa sababu soko hapa tulivyohamia tumeitii serikali bila shuruti, tumekuja mahali hapa. Isije ikawa wanakuja watu wengine wenye hela zao ndo wanataka kuingia sehemu ile kule, wakati sisi tupo ambao wametutoa kwenye soko lingine na tumetii, tumekubali, tumekuja kwenye soko hili hapa. Kwa hiyo tunaiomba serikali sisi ndo watupe kipaumbele. Unashangaa masoko yanajengwa, lakini watakapomaliza masoko hawatapewa kipaumbele kwa wale ambao ni wenyeji wa pale. Watu ambao watakuja ni watu wa pembeni, wakuja wa mbali ndio watapewa kipaumbele. Ila mimi kwa maoni yangu nilikuwa naomba serikali ituangalie sana wamachinga wa hapa stendi ya zamani watakapomaliza soko tupewe kipaumbele kwa watu ambao tuko maeneo ya hapa. Hiyo ndio maoni yangu. Lakini jambo kubwa ambalo linatusumbua sana,
ambalo linawasumbua wafanyabiashara wengi ambao sisi kama viongozi tunakosa majibu sahihi ya kuweza kuzungumza na ni namna gani mchakato huu, namna kuingia, tutaingia kwa namna ipi, kwa sababu mpaka sasa hivi soko linajengwa, hatujui jambo lolote. Je, litakuwa tu ni la kuvamia kwamba vimeisha, watu wanaingia tu, kila mtu anajishikia tu nafasi, anajishikia tu eneo, hatuelewi, tuko kwenye mabano. Lakini jambo kubwa kuliko, kuna maduka ambayo yanajengwa. Naona frame mmeshaziona. Zinajengwa frame 30, lakini hapa tuna zaidi ya wanaofanya biashara katika frame zaidi ya 30. Sasa hatujajua nao ni mchakato upi ambao utatumika kuwaweka watu kwenye frame hizo, kwa sababu mpaka sasa hivi hatuelewi. Na kama unavyoona kuna vyumba vya maduka vimejengwa pale, vyumba kama 30. Lakini kuna mabanda 4 yatakayobeba wafanyabiashara wadogo kama 200-100 hivi. Kwa hiyo yatakapokamilika tutaangalia utaratibu, lakini kipaumbele ni wale wafanyabiashara waliopo pale kwenye soko la Wamachinga. Kama nilivyosema, utaratibu wa kuingia pale ni kwa wale wafanyabiashara wanaofanya biashara pale, kwa maana ya kwamba Wamachinga. Lakini utaratibu kamili tutauweka hadharani pale yale majengo yatakapokuwa yamekamilika, na kufika mwezi wa 10 tutakuwa tayari tumeshamaliza ule ujenzi, kwa sababu mkandarasi tunamlipa vizuri na sasa hivi amelipwa fedha. Ukienda pale utaona material, machuma, mbao na kila kitu kinashushwa pale, kwa matarajio makubwa ya kwamba mwezi wa 10 tutamaliza. Kwa hiyo tusubiri tumaliza yale majengo, utaratibu tutauweka hadharani. Nikiripoti kutoka Tunduma, mimi John Kiango, Sky TV, Songwe. Naam, na sasa ulimwengu habari unaelekea mkoani Geita, ambapo mmoja kati ya wakazi wa mkoa huo anayetambulika kwa jina la Filipo Kazungu, mkazi wa Nkome katika mkoa wa Geita, anashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za wizi. Hayo yameweza kuelezwa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Safia Jongo, ambapo yeye ameeleza kwamba mtumiwa amekamatwa akiwa na pikipiki 7 za aina mbalimbali ambazo zilifanyia mabadiliko ya utambulisho kwa nia ovu, ikiwemo kufuta namba za usajili na kuweka nyingine kinyume cha sheria na taratibu, pamoja na kuiba vitu vingine. Tupate undani wa taarifa ifuatayo. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linaendelea kutekeleza majukumu yake ya kuzuia na kudhibiti uhalifu na vitendo vya kihalifu kwa kushirikiana na wananchi. Katika ushirikiano huo, hali ya ulinzi na usalama kwa ujumla imeendelea kuwa shwari, huku wananchi wakiendelea na shughuli zao za kiuchumi katika mazingira ya usalama na amani. Kutokana na juhudi hizo, jeshi la polisi mkoa wa Geita limemkamata Filipo Kazungu mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Nkome, wilaya ya Geita, kwa tuhuma za wizi, akiwa na pikipiki 7 za aina mbalimbali, televisheni moja yenye inchi 43 pamoja na kingamuzi cha Azam. Pia amekamatwa akiwa na mashine moja ya michezo ya kubahatisha. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba pikipiki hizo zimebainika kufanyiwa mabadiliko ya utambulisho kwa nia ovu, ikiwemo kufutwa kwa chassis number, lakini pia kubadilisha namba, plate number, na kuweka namba za kugushi. Uchunguzi utakapokamilika, mtuhumiwa huyo atafikishwa mahakamani. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linaendelea kutoa wito kwa wananchi waliopoteza au kuibiwa mali zilizotajwa hapo juu wafike kituo cha polisi wilaya Geita kwa ajili ya utambuzi wa mali hizo, wakiwa na uthibitisho wa umiliki wa mali hizo. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kwa kutoa taarifa mbalimbali za wahalifu na uhalifu, ili tuweze kudhibiti na kuzuia kabisa uhalifu. Naam, unatazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Miongoni mwa taarifa ambazo tunazo ni pamoja na kamati ya siasa mkoani Geita yaomba jimbo la Busanda kuwa na hospitali. Naam, karibu tena katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV.
Mimi ni Maliango Mogeta. Kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM katika mkoa wa Geita imeshauri kupandishwa hadhi ya kituo cha afya kilichojengwa katika halmashauri na kata ya Lwamgasa ili jimbo la Busanda lipate hospitali kama hiyo ambayo itakuwa katika majimbo matatu yaliyopo katika mkoa huo, wilaya Geita iliyomo na majimbo takribani 4. Mwanahabari wetu Michael Francis Mundala ana taarifa ifuatayo. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Geita, Nicholas Kasendamila, ametoa ushauri huo wakati kamati hiyo ilipoutembelea na kukagua mradi huo. Kasendamila amesema kuna haja ya jimbo la Busanda kupata hospitali kama ilivyo katika majimbo mengine ambayo ni Geita mjini, Geita pamoja na Katoro. Wilaya hii inayo majimbo 4. Jimbo la Geita mjini kuna hospitali ya kiwango cha wilaya. Jimbo la Geita kuna hospitali ya kiwango cha wilaya. Jimbo la Katoro kuna hospitali ya kiwango cha wilaya. Jimbo la Busanda halijapata hospitali ya wilaya. Nashauri kwa haya majengo yaliyoboresha, ikiwapendeza mbele ya safari, badala kuwa zahanati na kituo cha afya, iwe hospitali kwa kanda hii. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela akizungumza katika mradi huo amesema kituo hicho mpaka sasa kimekaribia kutumia bilioni 1 kutekeleza ujenzi. Tunapozungumza mheshimiwa mwenyekiti kwenye mradi wetu huu wa kituo cha afya, maana yake tunaelekea karibia bilioni 1 zinatumika katika ujenzi wa kituo hiki cha afya. Na hii ni kwa sababu tutakapoendelea mbele kidogo, mheshimiwa mwenyekiti, wilaya hii inakwenda kuwa na hospitali 3. Inakwenda kuwa na hospitali kwenye jimbo la Katoro, unakwenda kuwa na hospitali kwenye jimbo la Geita ambako iko Nzera, na inakwenda kuwa na hospitali kwenye jimbo la Busanda ambayo inajengwa katika eneo hili. Na hii ni kwa sababu wananchi, mheshimiwa mwenyekiti, wa wilaya hii kwa kweli wanatekeleza kwa vitendo kazi iendelee. Kwa namna hiyo tunaendelea kumpongeza Mheshimiwa Rais anavyotekeleza miradi. Tunayo mengi ya kusema kwenye kata ya Lwamgasa, lakini kwa namna pekee kwa sababu umekuja kwenye mradi, ninalo ombi tu moja. Pongezi zote zimfikie Mheshimiwa mbunge kwa bana anavyosukuma mradi. Tumeshapokea vifaa vya upasuaji tayari. Asante. Na niombe tu ombi moja kwako bosi wangu, kwa kuwa umefika hapa. Kwenye hichi kituo cha afya tunaomba tu idara ya TANESCO watuletee umeme. Hatuna maombi mengi. Tukiomba kwa mama, haya majengo ni makubwa sana. Atupe vifaa vya kisasa ambavyo watu wa Lwamgasa sasa watakapokuwa mtu anashindwa kujifungua kwa njia ya kawaida, apate upasuaji kwenye kituo chetu cha afya. Kutoka mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Naam, tukiwa tumesalia hapo mkoani Geita, nakutana na taarifa inayoeleza kuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Geita mjini Bi Neema Chozaire ameachiliwa kwa dhamana na mahakama ya wilaya Geita na kutakiwa kurejea mahakamani hapo tarehe 3 ya mwezi wa 8 kujibu tuhuma ambayo inamkabili yeye ya kuweza kupanga njama za kumua askari polisi. Tupate undani wa taarifa ifuatayo. Leo tumekuwa hapa mahakamani kwa ajili ya shauri la mwenyekiti wa jimbo la Geita Mheshimiwa Neema Chozaire. Tulianza na mahakama kuu ambayo ilikuwa imetoa amri ya kuletwa mahakamani na ilikuwa aletwe saa 6, lakini wakaomba jamhuri wakaomba aletwe saa 9. Na saa 9 walivyomleta wakamfikisha mahakama kuu. Katika maombi ambayo tuliomba Neema Chozaire aachiwe huru, lakini pia kulikuwa na madai ya compensation kwa maana ya kulipa gharama za kumshikilia muda ambao wamempotezea. Maamuzi ya mahakama kuu ikawa ni kwamba wakamwachia Neema awe huru, lakini kulikuwa na ombi jingine la jamhuri wakiomba, wameshafungua tayari shtaka jingine katika mahakama za chini kwa maana ya mahakama ya wilaya, na kwa hivyo wakaiomba mahakama pamoja na kwamba imempa uhuru waendelee kumshikilia kwa muda huo ili waje pia mahakama ambapo ni jirani tu kwa ajili ya kumfungulia hilo shtaka. Tumefika hapa na amefunguliwa shtaka, amesomewa shtaka lake. Shtaka ambalo anikabiliana nalo ni shtaka la kula njama za kuua maaskari, ambapo wanasema mnamo tarehe 28 na 29 alikuwa anakula njama na watu mbalimbali kupanga kuua maaskari. Baada ya shauri hilo kusomwa, tuhuma hizo kusomwa,
hakimu wa mahakama ilielekeza kwamba hilo jambo sasa lina dhamana na dhamana ikawa huru, na tumemwekea dhamana na sasa yuko huru, lakini shauri litatajwa tena tarehe 3 mwezi wa 8 ambapo tutakuja tena kwa mara nyingine kwa ajili ya shauri hilo sasa kuendelea. Tunashukuru sana kwa Watanzania ambao wametoa sauti yao. Tunashukuru sana kwa wakili ambaye amekuwa na sisi muda wote toka asubuhi. Tunazungushwa kwenye korido ya mahakama, tunakwenda vituo vya polisi, lakini tunatoa pole sana kwa wanafamilia ambao kwa kweli kwa zaidi ya siku 20 hawakumuona ndugu yao, na sisi viongozi pia na pamoja na wanachama ambao wanawaongoza kwa jimbo la Geita kwa zaidi ya siku 20 hawakumuona ndugu yao. Tumemuona. Kwa hatua sasa tutakwenda naye nyumbani na tutajikita zaidi kumtibisha kwa sababu anaonekana na maumivu, na amesema ana maumivu makali sana. Kwa hiyo tunashukuru kwa mahakama kwa kutenda haki ya kumpa dhamana Mheshimiwa Neema Chozaile, lakini pia tunashukuru sana kama ambavyo nimesema, tunawashukuru sana mawakili pamoja na viongozi mbalimbali wa mkoa wa Geita na wa kanda na wa kitaifa ambao wametupa ushirikiano mkubwa sana. Na tamati ya ulimwengu wa habari kitaifa. Mapumziko yafuatayo yatatupa nafasi moja kwa moja kujiunga na Johannes Michael katika habari za biashara na uchumi. Endelea kubaki na sisi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amesema ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha 6 kutoka Tabora hadi Kigoma ni hatua muhimu katika kuimarisha uchumi wa taifa kwa kufungua fursa mpya za uwekezaji, biashara na maendeleo ya viwanda katika ukanda wa magharibi mwa Tanzania. Akizungumza katika hafla ya uwekaji jiwe la msingi la mradi huo, Rais Samia amesema serikali imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika miundombinu ya reli na barabara ili kurahisisha usafirishaji wa watu na mizigo, kupunguza gharama za usafiri na kuongeza ushindani wa Tanzania katika biashara na kikanda na kimataifa. Amesema kukamilika kwa reli hiyo kutachochea ukuaji wa miji iliyopo kando kando ya njia ya reli, kuongeza shughuli za kiuchumi na kuvutia wawekezaji katika sekta mbalimbali zikiwemo viwanda, biashara, madini na kilimo. Tutawalipa kwa kuwatumikia na kuwaletea maendeleo. Kama mtakumbuka, wana Kigoma,
Ziara niliyoifanya mapema mwaka 2022 nilikuja Kigoma na kuwapa ahadi kwamba moja, Kigoma haitakuwa mwisho wa reli, bali itakuwa ni kituo cha katikati toka Dar es Salaam kufika Kigoma kwenda mbele, na hiyo ahadi tumeanza kuitekeleza. Lakini niliwaahidi wakati ule kwamba tunakuja kuifufua Kigoma na kuirudishia hadhi yake. Nadhani aliyosemwa hapa na mkuu wa mkoa na mengine mengi yanayoendelea ni katika kutimiza ahadi hiyo. Sambamba na hayo, mbunge wa Kigoma mjini Creighton Levocatus Chipando maarufu kama Baba Levo amesema ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha 6 kutoka Tabora hadi Kigoma ni mradi wa kimkakati utakaobadilisha uchumi wa mkoa huo na kuboresha maisha ya wananchi. Amesema kukamilika kwa reli hiyo kutaunganisha Kigoma kwa ufanisi zaidi na maeneo mengine ya nchi, hatua itakayochochea ukuaji wa shughuli za kiuchumi na kuifanya Kigoma kuwa kitovu muhimu cha biashara katika ukanda wa Maziwa Makuu. Dr. Samia Suluhu Hassan umetuunganisha na gridi ya taifa. Sasa hivi tunaanza kuona viwanda vinajengwa hapa katika mkoa wa Kigoma. Mheshimiwa Rais, kazi kubwa uliyoifanya kwa miaka yako ambayo sasa hivi tunaenda miaka 6 sasa. Tangu 2021 mpaka leo hii 2026, kazi uliyoifanya inabakia kwenye kumbukumbu katika mioyo yetu sisi kama wakazi wa mji huu wa Kigoma mjini na Kigoma, mkoa wa Kigoma kwa ujumla. Niko hapa kumshukuru mzee wangu Mzee Mbarawa. Umekuja kuweka jiwe la msingi la SGR hapa, na nimeshuhudia kwa macho yangu majina ya wale wahusika wote ukiongoza wewe yamedumkizwa kwenye jiwe lile la msingi. Sisi kama wakazi wa mkoa huu wa Kigoma, watoto wetu na vizazi tutakuwa tunawaonesha kwamba waliosababisha SGR ikafika Kigoma wakiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan majina yao yako mle ndani kwa miaka na miaka. Mtazamaji, na sasa tuangazie viwango vya ubadilishaji fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2622 na senti 17 na kuuzwa kwa shilingi 2648 na senti 4. Lakini paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3527 na senti 09 na kuuzwa kwa shilingi 3562 na senti 36, ambapo euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2998 na senti 98 na kuuzwa kwa shilingi 3028 na senti 97. Yuan ya China imenunuliwa kwa shilingi 387 na senti 49 na kuuzwa kwa shilingi 391 na senti 36. Mtazamaji, yen ya Japan imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 15 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 31. Tuangazie randi ya Afrika ya Kusini imenunuliwa kwa shilingi 158 na senti 70 na kuuzwa kwa shilingi 160 na senti 20. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 20 na senti 27 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 47. Lakini faranga ya Rwanda, mtazamaji, imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 78 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 79. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 70 na kuuzwa kwa senti 71. Tutamatishe na faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 87 na kuuzwa kwa senti 88. Na huu ndio mwisho wa habari za biashara pamoja na uchumi, na langu jina ni Zinazire Mswima. Biashara na uchumi. Naam, kukamilika kwa habari za biashara na uchumi kunatoa nafasi nyingine tena katika ulimwengu wa habari kupata mkusanyiko wa habari za kimataifa. Endelea kubaki na sisi. Habari za kimataifa, tunaanza na taarifa ifuatayo. Karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ikiwa ni kulingana na Wizara ya Afya nchini humo. Vifo hivyo vimerekodiwa miongoni mwa visa 2344 vya maambukizi vilivyothibitishwa hadi siku ya Jumamosi, imesema wizara hiyo hii leo. Vifo vipya vilirekodiwa katika kipindi cha masaa 24 yaliyopita, idadi ya juu kabisa kuwahi kurekodiwa kwa siku moja. Ongezeko la vifo linaripotiwa huku hofu za usalama zikizuia utoaji wa huduma katika jimbo la Ituri lililoathiriwa zaidi. Mamlaka
vimesema Jumamosi kwamba karibu vituo 12 pamoja na watumishi wa afya wameshambuliwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Kwingineko, Marekani imeongeza mashambulizi nchini Irani ikilenga baadhi ya maeneo ambayo ni pamoja na mji wa Busheri wenye mtambo wa nyuklia. Gavana wa Bushehr Mohamed Muzafari ameliambia shirika la habari la serikali la IRNA kwamba mashambulizi ya Marekani yalilenga maeneo kadhaa kwenye mji huo wenye kinu pekee cha nyuklia ya matumizi ya kiraia kinachofanya kazi. Licha ya hivi karibuni mashambulizi ya Marekani kuelekea zaidi katika maeneo yanayozunguka mlango bahari wa Hormuz, lakini mashambulizi ya leo Jumatatu yamelenga maeneo mengine ikiwa ni pamoja na katikati na kaskazini mwa nchi, maafisa wamesema. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Irani, Ismaili Baghai, hata hivyo amesisitiza bado juhudi za kidiplomasia na Marekani kupitia wapatanishi zinaendelea. Taarifa nyingine ni kwamba meya wa zamani wa Greater Manchester na kiongozi wa chama cha Labour Andy Burnham anakamilisha hatua za mwisho hii leo za kumrithi Keir Starmer na kuwa waziri mkuu wa 7 katika kipindi cha miaka 10. Starmer anatarajiwa leo kutoa hotuba fupi katika ofisi yake ya Downing Street kabla ya kwenda Buckingham kumwarifu Mfalme Charles wa 3 kuhusu hatua yake ya kujiuzulu. Burnham naye atakwenda kumwomba mfalme kuunda serikali ambapo ndipo rasmi atatambulika kama waziri mkuu. Andy Burnham alirejea bungeni mwezi Juni baada ya kushinda uchaguzi maalum na kuapishwa kama mbunge Julai 12, saa chache baada ya Starmer aliyepoteza umaarufu kutangaza kujiuzulu na kuhitimisha muda wake wa miaka 2 madarakani. Na hatimaye, maafisa wa Urusi wamesema Ukraine ilifyatua droni 400 ikilenga Moscow na maeneo mengine usiku wa kuamkia leo na kuwajeruhi watu 2 na majengo mengine kuungua moto. Gavana wa Moscow Andrei Vorobyov ameandika kupitia mtandao wa Telegram kwamba vikosi vya ulinzi wa anga na mifumo ya vita ya kielektroniki vilizuia mashambulizi ya droni mjini Moscow. Maeneo mengine yaliyoathirika ni Podolski, Domodedovo na Odintsisovo. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema mifumo ya ulinzi wa anga ilidungua droni 381 za Ukraine zilizolenga maeneo hayo ya Urusi, Bahari Nyeusi na Bahari ya Azov. Siku ya Jumamosi, Ukraine ilifanya mashambulizi makubwa ya droni yaliyowaua wafanyakazi 7 wa ghala la matunda na kuwajeruhi wengine, huku shambulizi jingine likisababisha moto kwenye ghala la mafuta katika mji wa Moscow. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Naam, kukamilika kwa habari za kimataifa kwenye ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, natoa nafasi ya kuweza kuungana naye Lai Saidi katika habari za michezo na burudani. Endelea kubaki na sisi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu,
kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Karibu mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Sasa ni wasaa wa kuelekea viwanjani kwenda kutazama taarifa za kimichezo. Ungana nami mwanamichezo wako Lai Saidi. Ratiba ya Ligi Kuu Soka Tanzania Bara kwa msimu wa 26-27 imetoka rasmi leo Julai 20 mwaka huu, ambapo mechi za ufunguzi wa ligi hiyo zitaanza kuchezwa Agosti 14 mwaka huu, huku mechi za kufunga pazia la ligi hiyo zikitarajiwa kuchezwa Mei 16 mwaka 2027. Siku mbili kabla ya mechi za ufunguzi wa Ligi Kuu Bara msimu wa 26-27 kutakuwa na pambano la ngao ya jamii ambalo litapigwa Agosti 12 mwaka huu, likiwakutanisha watani wa jadi Simba Sport Club dhidi ya Young Africans. Dabi ya kwanza Kariakoo kati ya Simba dhidi ya Yanga kwenye ligi kuu itapigwa Oktoba 10 mwaka huu, huku mchezo wa marudiano ukitarajiwa kuchezwa Februari 6 mwaka 2027. Ligi kuu pia soka Tanzania Bara msimu wa 26-27 inatarajiwa kumalizika mapema zaidi kwa msimu huu, hatua ambayo inakuja ili kupisha maandalizi ya michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON kwa mwaka 2027. Hata hivyo, vilabu vya Simba na Yanga wenyewe watatumia uwanja wa Uhuru uliopo jijini Dar es Salaam kama uwanja wao wa nyumbani kwa ajili ya mechi za ligi kuu. Katika michuano mingine pia vilabu hivyo vitatumia uwanja huo. Sasa hebu tusikie kauli ya mtendaji wa bodi ya ligi kuu Colonel Barnabas akitangaza ratiba mpya ya ligi kuu ambayo itaanza kutimua vumbi Agosti 14 mwaka huu. Kama ambavyo mnafahamu, malengo yetu ni kuendelea kuboresha ligi yetu ili endelee kuwa na ubora na iweze pia kuwa na mifumo ambayo ni ya kisasa katika ulimwengu huu ambao unaendelea kuwa na mifumo mbalimbali. Kwa hiyo katika hali hiyo bodi ya ligi tumeshirikiana, tumeandaa mfumo ambao kama ambavyo tunakumbuka ulizinduliwa na rais wa TFF tarehe 9 ya mwezi huu wa Julai, na sisi sasa leo tunaenda kuwapatia wadau wote, timu zetu zote hii ratiba nzima ya msimu wa 2026-27. Na kama mnavyofahamu mwaka kesho sisi ni wenyeji wa AFCON, kwa hiyo tumezingatia masuala mbalimbali, hasa yale ya kuhakikisha kwamba muda unatumika vizuri, lakini fairly, kwamba kila timu iweze kupata nafasi yake ya kushiriki kikamilifu na kujiandaa vema. Kwa hiyo tumeona tuitoe ratiba hii mapema ili kwa namna ya pekee basi timu ziweze kujiandaa kwa ajili ya msimu, na kwa ajili hiyo bila kuchukua nafasi ya muda mrefu zaidi ili muweze kushiriki pamoja kuona jinsi ratiba hii inavyoandaliwa kidijitali, basi niwakaribisha watendaji wenzangu waweze kuwapitisha. Karibuni sana na niwashukuru sana kwa pamoja.
Hata hivyo, baada ya ratiba hiyo kutoka, wadau na mashabiki wa klabu ya Simba, Yanga pamoja na Azam wameweza kutoa maoni yao kuhusiana na ratiba hiyo. Naitwa Dr. Mohamed Hamisi, mwanachama wa klabu ya Simba, lakini shabiki maarufu wa klabu ya Simba. Kwanza nimefurahi sana na niwapongeze kitu bodi ya ligi, lakini pia nimpongeze CPA Colonel Barnabas, mkurugenzi au mtendaji wa bodi ya ligi au CEO wa bodi ya ligi, kwa namna ambavyo wamekuja na idea hii ya kuja na mfumo wa kidijitali wa upangaji wa ligi kuu Tanzania bara, kitu ambacho kiko kinapigiwa kelele na vilabu vingi na wadau wa soka na wapenzi kwamba kuna favor fulani vilabu vikubwa Simba, Yanga, Azam na vilabu vingine vinapendelewa, lakini kumbe baada ya kuja na hii digital system, maana yake itaondoa zile lawama na maharamishi ambayo yalikuwepo hapo awali, hasa kwa vilabu vidogo, na hatimaye kila mmoja amepangwa kutokana na stahiki yake na namna ambavyo mfumo umeweza kudetect. Huko ndiko kukua kwa mpira wa Tanzania, ndio kukua kwa ligi kuu ambako tunasema imekuwa mpaka ligi namba 5 barani Afrika kwa ubora. Sasa tuishi kisasa, tutoke kule kwenye analog system tuje kwenye modern football ya mpira ambao dunia inahitaji. Mifumo yote duniani imebadilika, saizi ya mpira ni mifumo ya kisasa ya uendeshaji, na bodi ya ligi kuja na mfumo huu, sisi kama wadau wapenzi wa soka Tanzania kubwa. Kuna kipindi klabu yangu ya Simba inapangiwa mechi kila baada ya siku mbili mechi bila kujua afya za wachezaji, bila kujali recovery yao ambao wanayo au majeraha ambao wanayo. Lakini sasa mfumo huu umetambua namna gani ambavyo utampa nafasi timu moja baada ya timu nyingine kwenda kucheza ligi, kucheza mechi ambazo zimepangiwa. Unaona mechi presentation ya hapa imetumia dakika 3 na sekunde 46 ku display mechi ya 240 za NBC Premier League za msimu wa 2026-27, dakika 3 tu. Yani mfumo wa kisasa unatumia maelezo mafupi kueleza kitu kikubwa. Kwa hiyo ni jambo kubwa la faraja. Sisi kama mashabiki wa mpira na wadau tunaiunga mkono TFF, tunaiunga bodi ya ligi, tuwapongeze viongozi, tuseme huu mfumo ambao tutetea utatupa heshima. Na umeona Kariakoo Derby itakuwa mwezi wa 10 mechi ya kwanza, lakini mechi ya marudiano ya kutamatisha msimu itakuwa ni mwezi Februari. Lakini unaona jinsi ambavyo imedisplay paka viwanja, Simba atakuwa uhuru, Yanga atakuwa uhuru. Tumefurahi kwa kweli, ni ratiba ambayo ni rafiki na kila mmoja anaweza akaitimiza. Sisi wapinzani wetu sisi tunaamudu, ndio maana msimu huu hajatufunga. Msimu unaisha, tumetoa naye draw, tumemfunga mara moja, tutoa naye draw 2, tumemfunga mara moja, tena draw 2 yeye ndo anashangilia. Lakini msimu huu nyuma Yanga alikutana na Simba, unasema tunaenda kufungwa. Lakini this time around imekuwa tofauti, ni kwa sababu ya uimara na ubora wa kosa Simba ambako umejengwa na viongozi wetu ambao wanaendelea kufanya vizuri. Okay, naitwa Meja Ramadhani Mwaihojo ama Nabii Meja, shabiki la maajabu, shabiki la miujiza. Ratiba namna ilivyopangwa leo katika mfumo wa kidigitali, sisi kama wadau na ile mitazamo ya kusema kwamba Simba na Yanga zinapendelewa. Kwa hiyo mfumo umetuonyesha kwa dakika 3 tu namna ambavyo unaweza kupanga ratiba. Wametuonyesha mechi za kwanza, wametuonyesha mechi za mwisho, pamoja na kuonyesha dabi itachezwa mwezi wa 10 na nyingine Februari. Kwa hiyo sisi kama mashabiki au mimi kama shabiki wa Yanga nimefurahi kwa sababu sasa tunakwenda kutoa yale malalamiko ya upendeleo, malalamiko kusema kwamba fulani anapangwa saa 7, mwingine saa 10. Kwa hiyo tunaishukuru bodi ya ligi, wamekuja na mfumo ambao utakwenda kumaliza sasa haya malalamiko, na kilichonifurahisha zaidi tunakutana na mtani katika uwanja mmoja wa uwanja wa Uhuru ambao wenyewe kwa utani wanaoita shamba la bibi. Tutaenda kuonyeshana namna gani nani anaweza tena kuwa bingwa, kwa sababu malengo ya Yanga ni kuwa mabingwa mara 10 mfululizo. Adam Kimweko, niseme kwamba hii Azam ndio tunahitaji hiki. Tunahitaji jambo kama hili, tunahitaji mfumo. Kwa hiyo tunashukuru sana bodi ya ligi, imetuelewa kilio chetu. Kwa sasa shida ni hawa watu wa analogi. Unajua wenyewe timu za analogi, najua mwenyewe, unajua mwandishi, timu za analogi ndio zenye shida, lakini sisi kama Azam FC hatuna shida. Tunahitaji mfumo, tumeingia kwenye mfumo na tunaukubali. Sisi tumshukuru tu viongozi wetu, mabosi wetu wa Azam FC. Ibenge yupo na anatosha, na Feitoto pia yupo, tunatosha. Nayo timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars ambayo imejipanga kuhakikisha inafanya vizuri katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika WAFCON kwa upande wa wanawake. Kocha wa Twiga Stars Bakari Shime amewataka Watanzania kuendelea kuiamini na kuiunga mkono timu hiyo, akisisitiza kuwa kikosi hicho kimejipanga kufanya vizuri na kufikia malengo yake. Shime amebainisha hayo baada ya mazoezi ya timu yaliyofanyika katika uwanja wa Lanoria, ikiwa ni maandalizi ya mwisho kabla ya kuanza kwa michuano hiyo ambayo itaanza kutimua vumbi Julai 25 mwaka huu nchini Morocco. Twiga Stars itaanza kampeni yake katika mchezo wa kundi
B kwa kucheza dhidi ya mabingwa watetezi Banyana ya Afrika Kusini, mchezo ambao utachezwa Julai 27 mwaka huu kabla kuivabu Burkina Faso Julai 31 na kumalizia hatua ya makundi kwa kukutana na Ivory Coast ambapo itakuwa ni Agosti 4 mwaka huu. Kocha Shime pia amesema maandalizi yanaendelea vizuri na morali ya kikosi ipo juu, huku akisisitiza kuwa ushirikiano kutoka kwa Tanzania ni chachu muhimu kwa wachezaji wanapoiwakilisha nchi katika mashindano hayo makubwa barani Afrika. Ni kweli timu imewasili hapa Morocco tangu jana jioni kutoka kule Tanzania ambako tumeanza matayarisho yetu kule Karatu na tumehamia rasmi kwenye nchi ambayo mashindano yatafanyika. Tuna siku kadhaa hapa za kujiandaa kwa maana ya kabla ya shindano lenyewe. Kwa hiyo kila kitu kinaenda vizuri. Leo tumeanza shindano yetu ya kwanza asubuhi kwa ajili ya kwanza kuangalia afya za wachezaji wao hapo kwa maana ya utimamu wa mwili, lakini pamoja na mambo mengine ya kimchezo. Yote kwa yote ni kwamba matayarisho rasmi sasa yanaanza kuelekea kwenye shindano ambalo mechi yetu ya kwanza itakuwa ni tarehe 27. Ukiangalia tuna siku chache sasa kuelekea kwenye shindano. Kwa ni countdown hii tunakwenda step by step kuhakikisha kwamba yale yote ambayo tulijiandaa kule Arusha tunajaribu kuyakumbushia, lakini kudili zaidi na upande wa akili kwa maana kwamba namna gani shindano tunaliendea. Kwanza tumefika hapa tukiwa na wachezaji wote timilifu wa shindano kwa maana wachezaji 26 ambao wanatakiwa kwa mujibu wa taratibu za mashindano, na wote wapo hapa hivi sasa na wote wana afya nzuri. Lakini upande wa pili ni kwamba kabla tujafika hapa tulikuwa leo tuwe na mchezo dhidi ya Nigeria, lakini nafikiri taratibu hazikukaa vizuri na huo mchezo wa leo hautakuwepo. Bado shirikisho wanajaribu kupambana kuhakikisha kwamba tunapata michezo hiyo ambayo tumekusudia kama vile ambavyo ratiba tulikuwa tumeipanga, lakini kama ambavyo unajua ni mchakato wa kupata hizo mechi kulingana na ratiba za timu ambazo tumetamani kukutana nazo, lakini wao pia wametamani kukutana na sisi. Kwa bado ni mipango yangu, natumaini shirikisho watafanikiwa kutupatia michezo ya kujipima, lakini pamoja na yote sisi tunaanza matayarisho yetu kulingana na mechi yetu ya kwanza tarehe 27. Kwa Watanzania niseme kwamba kwanza wawe na matumaini na timu yao, kama tumejiandaa vizuri, tuna matumaini makubwa ya kufanya vizuri kwenye ile shindano. Kwa hiyo Watanzania wote wa nyuma ya timu yetu kwa maana ya wale ambao wanaweza kufika kwenye mchezo wafike, na wale ambao wako mbali na sisi basi waendelee kutuombea dua, lakini kikubwa watusapoti kwa kuangalia hizo mechi, na naamini kabisa kwamba tuna nafasi nzuri ya kufanya vizuri na kupata matokeo mazuri. Tuelekea kimataifa ambapo huko kocha mkuu wa kikosi cha timu ya taifa ya Argentina Lionel Scaloni ameshindwa kuzuia hisia zake na kulia kwa uchungu kufuatia kipigo cha bao 1-0 dhidi ya Hispania katika fainali ya michuano ya kombe la dunia. Scaloni alionekana akimwaga machozi hayo wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari, mkutano ambao ulifanyika katika uwanja wa MetLife uliopo New Jersey nchini Marekani, hali ambayo ilionyesha wazi ni kwa kiasi gani matokeo ya mechi ya fainali hiyo ya kombe la dunia yalivyomuumiza moyoni. Licha pia ya sifa yake ya kuwa mtulivu na mwenye hekima, lakini wakati wote wa mashindano hayo mashabiki wengi wa soka hawakutarajia kuona kocha huyo ambaye ni mzawa akitokwa na machozi mbele ya kamera. Lakini pia kwingineko ni kiungo wa Manchester City na timu ya taifa ya Hispania Rodri anaripotiwa kuwa na nia kujiunga na Real Madrid katika dirisha hili la usajili baada ya kumalizika kwa michuano ya kombe la dunia, na inaelezwa kuwa kocha wa Real Madrid Jose Mourinho bado anaendelea kuvutiwa na uwezo wa kiungo huyo mwenye umri wa miaka 29 na angependa pia kumuongeza kwenye kikosi chake kuelekea msimu mpya. Hata hivyo, taarifa zinaeleza kuwa kwa sasa Los Blancos Real Madrid haijafanya uamuzi wa kuwasilisha ofa rasmi wala kuanza mazungumzo ya usajili wa Rodri. Iwapo hali hiyo pia itabadilika baada ya kombe la dunia, lililo basi linaweza kuwa miongoni mwa usajili mkubwa zaidi wa dirisha hili la usajili barani Ulaya. Na kwa taarifa hiyo mtazamaji, mimi naweka nukta ndani ya michezo na burudani. Maliango Mugeta punde tu anakuja kukamilisha ulimwengu wa habari. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC.
Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA ndio unaofuata, ambao tutaenda kutukamilishia taarifa ya ulimwengu wa habari. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku wa hii leo. Jina langu ni Joakim Peter. Kwa usiku wa leo, hali ya ubaridi na ukavu inatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini, na kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika mkoa wa Njombe pamoja na mkoa wa Mbeya. Kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Hali kama hiyo inatarajiwa pia katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa. Hivyo pia kwa siku ya kesho ni matarajio yetu pia kwa mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Tanga, Dar es Salaam, Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia katika nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kabla ya kumaliza utabiri wetu, tuangalie utabiri wa hali ya hewa kwa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji na majiji hapa nchini. Dar es Salaam, tunatarajia vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Na Arusha, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Hadi kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante kwa kuwa nami na kwa heri. Na mtabiri wa hali ya hewa anatoa nafasi ya kukumbusha taarifa muhimu ambazo tumekuwa nazo katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Ni pamoja na afisa ardhi Fakara Wawa Kinyama, huku watuhumiwa wawili wakishikiliwa na jeshi la polisi. Taarifa nyingine ni wakulima wakumbushwa kuhusu soko la ndani la mbaazi. Kimataifa, takriban watu 930 wamefariki dunia kwa ugonjwa wa Ebola nchini DRC. Na katika michezo, ratiba ya ligi kuu msimu wa 2026-2027 wawekwa hadharani. Kwa niaba ya watu waliohusika katika maandalizi ya ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, mimi ni Maliango Mugeta. Endelea kutufuatilia kupitia @Sky International TV.